Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka niachilie ratiba ya maelekezo ya ufumbuzi. Tunakabiliwa na uchaguzi kuanzia mwezi wa 10 mwaka huu. Unafikiri ni kazi ndogo? Watumishi wa Mungu tulipewa dhamana, tunatakiwa kuifanya. Sio kazi ndogo. Tunayo kazi kubwa. Tumetoka mipakani mwa Kenya na Tanzania kisirisiri, tunaenda kuomba. Tutarudi kuomba wazi wazi mwezi ujao wa 6. Mwezi ujao wa 6 tutakwenda na mpakani na Manga kufanya maombi. Lakini baadaye tunakwenda Dar es Salaam, tutakuwa na kongamano kubwa kwa ajili ya amani ya Tanzania. Tutakuwa na kongamano kubwa Dar es Salaam itakalofanyika mwezi wa 6 mwishoni. Tutakupa tarehe kulingana na watu ambao tutawaagiza kwenda kufanya maandalizi. Mwezi wa 6 mwishoni kuelekea kuingia mwezi wa 7 tutakuwa Suma JKT na kongamano hapo kwa ajili ya amani ya Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Wiki ijayo ambayo itakuwa inaenda kuelekea mwisho wa mwezi, wiki ijayo ambayo inaelekea kwenda mwisho wa mwezi, bado tuko kwenye ratiba za, kwa sababu hatujui. Mungu aliniambia usiishi kwa mipango, kwa sababu tunaenda kwa imani. Tunategemea kuikanyaga hiyo mipaka ya Namanga na Tanzania na Kenya upande wa Namanga. Hiyo ni next week. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukitoka hapo tutarudi tena Silali kufanya kongamano la maombi waziwazi mipakani pale Hispania. Baada ya hapo ndipo tutaelekea Dar es Salaam kwa ajili ya kuzunguka kwenye vyombo vya habari vyote. Tutaita press conference, na wiki hiyo ya press conference ndio itakayotupelekea kufanya kongamano la kuiombea amani ya nchi yetu na kuzuia maadui wanaojipenyeza kwa siri kutoka mataifa mengine. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao mtajitoa sadaka zenu kwa ajili ya kutupeleka haraka na magari yetu tukimbie, tutawashukuru sana ikiwa mtafanya hivyo. Mlio tayari kutoa sadaka kwa ajili ya kwenda kwenye vituo vya redio, tutawashukuru sana. Mlio tayari kujitoa kwa ajili ya mahitaji mbalimbali tutakayokuwa nayo safarini, basi tutawashukuru sana. Kumbuka kila huduma tutakayoifanya itaenda live. Tutaipeleka live. Na mwishoni tutahitimisha kongamano pale Dar es Salaam. Mwezi wa 6 mwishoni kuelekea mwezi wa 7 tutakuwa na kongamano la amani pale Dar es Salaam Suma JKT. Kamati yangu iliyopo Dar es Salaam ikiongozwa na Leonard watasimamia hiyo ratiba vizuri na kusambaza vipeperushi na matangazo kwa njia ya redio na mambo mengine yote yatafanyika. Baada ya hapo tutajiandaa na kongamano kubwa wiki moja kabla ya mwezi wa 10, kabla ya uchaguzi. Tutakuwa pale Morogoro kwa ajili ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitabu na volume tutastop kidogo. Tutashughulikia kwanza kusimama na unabii huu ambao Mungu alisema, ili maana Mungu alisema hakikisha Tanzania haimwagi damu. Hakikisha. Kwa hiyo Mungu amenipa dhamana, aliniambia hakikisha Tanzania isimwage damu. Ikiwa Mungu aliniambia hakikisha Tanzania haimwagi damu, ndio kuhakikishi huku, ndio kuhakiki kwenyewe. Tunakwenda kuomba juu ya hiyo ardhi ili kuondoa uovu ulio kwenye ardhi ya Kenya. Maana Kenya imemwaga damu, sio kama Tanzania. Angalia bendera ya Kenya ina damu kwenye uhuru. Sasa ile damu inafuatilia nani jirani yake. Inafuatilia jirani yake ni nani, ili jirani yake naye amwage damu. Vita huwa haitoki mbali. Kaangalia Israeli na Palestina ni jirani. Nimesema Korea Kusini na Korea Kaskazini. Kaangalia Sudani Kusini na Sudani. Yes. Angalia Rwanda ni yenyewe kwa yenyewe.